itakuwa waoa mke mwingine kwa kumfanyia kisasi mke wa kwanza. Ole wako. Akili yako isikutume kuwa kwenda kuoa mke mwingine ili upate furaha, kwa sababu huku umekosa furaha. Kama kuna jambo utakuwa kufahamu, wanawake hawako sawa. Jiulize swali, wataka kuoa mke mwingine kwa kuwa umeona kuna matatizo huku. Matatizo gani umeyaona? Mathalan, kwa unayekwenda atakuwa na matatizo yake ya kivyake. Bila shaka utaoa wake wangapi kama hilo ndio linakupelekea uoe? Si kama unielewa. Nafahamu. Kuna baadhi ya watu huwa kuna matatizo. Mimi mke wangu bwana ni mkali bwana, saa zote mimi nataka utulivu, nikiingia nyumbani ni mkali. Ndio hana mazuri, hana mazuri. Jaribu kumrekebisha yale. Kama wataka kuoa mke mwingine, ruhusa unao, uwezo unao, uweza kufanya uadilifu, oa. Sahihi. Lakini ukisema naoa kwa sababu mke wangu ni mkali, kwa hiyo watafuta mpole, ndio utampata ni mpole, lakini hatulii nyumbani. Wanawake hawako sawa. Wakiwa ni wazuri hawapo sawa, na wakiwa ni waovu hawapo sawa. Hata wale wazuri unaoona wenye dini pia, mathalan Mungu akujalia wake wawili, watatu, wanne, uoe mathalan, wote hawawezi kuwa wote ni kopi moja. Bila shaka huyu atakuwa na yake, huyu atakuwa na yake. Sisi hatuoi malaika, wala hata maisha ya ndoa pia hayamtaki mume perfect wala mke perfect. Wanataka watu wanaoweza kuelewana na kubebana. Wampenda mke wako, mpende kwa yote alionayo, kwa mazuri yake na hata kwa mabaya yake.